Mahakama imeahirisha kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu hadi Ijumaa Agosti tarehe 21 mwaka wa 2026. Siku hiyo mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi rasmi kuhusu iwapo upande wa mashtaka umeweza kuainisha kesi ya kujibu au la. Kesi hiyo yenye nambari 19605 ya mwaka wa 2025 imefikia hatua hii muhimu baada ya upande wa jamhuri kufunga rasmi ushahidi wake. Awali, upande wa mashtaka ulipanga kuwasilisha mashahidi 30 mbele ya mahakama, lakini hadi kufikia hatua ya kufunga ushahidi ni mashahidi 17 pekee walioweza kutoa ushahidi wao. Baada ya upande wa jamhuri kuhitimisha utoaji wa ushahidi, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu aliwasilisha majumuisho yake ya kisheria. Kiongozi huyo ameiomba mahakama kufanya tathmini ya kina juu ya ushahidi wote uliowasilishwa na upande wa mashtaka. Katika hoja za mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu amesisitiza kuwa ushahidi uliotolewa na jamhuri au kujafikia kiwango kinachotakiwa kisheria ili kumtaka aanze kujitetea. Kiongozi huyo amefafanua maana ya kisheria ya prima facie case, akieleza kuwa huo ni kiwango cha ushahidi kinachopaswa kuthibitishwa na upande wa mashtaka kabla ya mahakama kumtaka mshtakiwa kuanza kutoa utetezi wake. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu amebainisha kuwa ikiwa ushahidi uliowasilishwa na jamhuri hautoshi, mshtakiwa hapaswi kuitwa kujibu mashtaka hayo. Katika kuimarisha hoja zake, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo amerejea kifungu cha 312 kinachoeleza kuhusu mwenendo wa makosa ya jinai. Kiongozi huyo ameeleza kuwa kifungu hicho kinachotoa msingi mkuu kwa mahakama kuamua kuwa hakuna kesi ya kujibu pale ambapo upande wa mashtaka unakuwa umeshindwa kuwasilisha ushahidi wa kutosha. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu ameeleza kuwa kifungu hicho kimekuwa kikitafsiriwa kupitia maamuzi mbalimbali ya mahakama nchini Tanzania. Kiongozi huyo wa Chadema amebainisha kuwa tafsiri hizo zimejenga misingi muhimu ya kisheria inayoelekeza namna mahakama inavyopaswa kuamua kuhusu hoja ya kutokuwa na kesi ya kujibu. Zaidi ya hayo, Tundu Lissu amerejelea historia ya sheria zinazohusu kesi za uhaini katika Afrika Mashariki. Kiongozi huyo ameeleza kuwa misingi ya kuamua iwapo mshtakiwa ana kesi ya kujibu imekuwepo kwa miongo kadhaa katika kanda hii. Katika kuwasilisha hoja zake, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu ametaja kesi mbalimbali zilizopita ikiwemo kesi ya Khatibu Kandi na mwenzake dhidi ya jamhuri pamoja na kesi ya Grey Dr. Matata na wenzake. Kuhusu shtaka lenyewe la uhaini, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu amesisitiza kuwa ni wajibu wa jamhuri kuthibitisha mambo yote ya msingi yanayoundwa kosa hilo. Kiongozi huyo amebainisha kuwa mambo hayo yanajumuisha suala la utiivu wa kwa jamhuri pamoja na nia ya kutenda kosa la uhaini. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ameeleza kuwa nia hiyo inapaswa kuthibitishwa kisheria kupitia maandishi au matendo ya wazi yanayohusishwa moja kwa moja na mshtakiwa. Kulingana na misingi hiyo ya kisheria, mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ameiomba mahakama isimlazimishe kuanza kujitetea. Kiongozi huyo kufikia kiwango amesisitiza kuwa upande wa mashtaka umeshindwa kikamilifu kufikia kiwango kinachotakiwa kisheria kuanzisha kesi ya kujibu.
Hata hivyo, katika mfululizo wa hoja zake, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu ameeleza kuwa iwapo mahakama itaamua kuwa upande wa mashtaka au hujathibitisha kesi ya kujibu, bado inapaswa kuzingatia swala la fidia. Kiongozi huyo ameiomba mahakama kuzingatia fidia kwa muda wote aliokaa kwenye mchakato wa shauri hilo, akielekeza hoja hiyo kwenye kifungu cha 367 cha sheria husika. Mambo yote sasa yanaelekezwa Agosti 21 mwaka huu, ambapo mahakama inatarajiwa kutoa mwelekeo wa mwisho kuhusu hatua inayofuata katika kesi hiyo. Uamuzi huo utabainisha ikiwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu ataitwa kujibu mashtaka hao iwapo kesi hiyo itafikia mwisho bila kiongozi huyo kuwasilisha utetezi wake. Hatua hii ya uamuzi inasubiriwa kwa hamu kubwa, ikizingatiwa kesi hiyo hiyo ya nambari 19605 ya mwaka jana imepitia katika hatua mbalimbali za kusikiliza ushahidi wa upande wa mashtaka. Kupitia mashahidi 17 waliotoa ushahidi wao, upande wa jamhuri ulijaribu kujenga hoja zake kabla ya kufunga rasmi ushahidi huo na kupisha hatua ya majumuisho ya kisheria. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu amekuwa akisisitiza kuwa tathmini sahihi ya ushahidi uliotolewa na mashahidi au 17 itaonyesha wazi kuwa jamhuri haijakidhi vigezo vya kisheria. Kiongozi huyo wa Chadema ameeleza kuwa matumizi ya kifungu cha 312 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai yanatoa fursa kwa mahakama kutamatisha shauri hilo mapema. Uamuzi wa mahakama utakaotolewa Ijumaa Agosti 21 utakuwa wazi ikiwa misingi inayowekwa kwenye kesi ya zamani kama za Khathibu Kandi na wenzake dhidi ya jamhuri pamoja na Gray Kunto Matata na wenzake itatumiwa katika kuamua hatua inayofuata. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu anaeleza kuwa historia hiyo ya kisheria katika Afrika Mashariki inafanya mfumo wa sheria kuwa wazi katika masuala ya no case to answer. Suala la utiivu kwa jamhuri na nia ya kutenda kosa kupitia maandishi au matendo ya wazi litaendelea kuwa msingi mkuu wa kisheria unaosubiri kutolewa maamuzi. Mwenyekiti wa Chadema ameweka bayana kuwa jamhuri haikuweza kuonyesha ushahidi wa kutosha unaothibitisha nia hiyo mbele ya mahakama. Katika upande mwingine, hoja ya fidia chini ya kifungu cha 367 inabaki kuwa sehemu ya maombi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu iwapo mahakama itafiki kuwa hakuna kesi ya kujibu. Maombi hayo yanaguza muda wa mchakato mzima ambao mshtakiwa amepitia tangu kuanza kwa kesi huu mwaka wa 2025. Mwisho wa hatua hiyo ya ushahidi na kuanza kwa maandalizi ya uamuzi ya Agosti 21 unaweka msingi wa kisheria kuhusu namna mahakama zinavyoshughulika kutia tuhuma za uhaini pale ambapo upande wa mashtaka unapofunga ushahidi wake. Mwenyekiti wa Chadema anaendelea kusubiri uamuzi huo akiwa amewasilisha hoja zote za kisheria zinazotakiwa kulingana na taratibu za mahakama nchini.